Moja kati ya jambo lililoshika nafasi kubwa mara kadhaa katika vyombo vya habari kitaifa na kimataifa ni tukio la Rais wa Marekani Donald Trump kusema hadharani kuwa anasimamisha misaada yote iliyokuwa ikisaidia taifa la Afrika Kusini kutoka kwa nchi ya Marekani. Na ndipo Rais wa Afrika Kusini Mheshimiwa Ramaphosa alipojibu hoja hiyo kwa misingi ya rais huyo wa Marekani aachane na masuala ya taifa lao la Afrika Kusini na azingatie masuala ya taifa lake. Huku watu wengi wakitazama sababu chache zilizowekwa hadharani ya kuwa unyanyasaji wa wazungu au raia wenye asili ya Marekani na washirika wake katika taifa la Afrika Kusini ndio sababu kuu ya kusimamisha misaada hiyo. Kwa namna ninavyofahamu, yaweza kuwa ni chachu tu ya jambo hili. Ndani ya pazia kuna msukumo mkubwa pia wa migogoro ya kiitikadi, hasa kiutawala na maslahi binafsi ya mataifa husika. Mfano, maswali muhimu: Marekani atafurahi vipi kumsaidia mtu aliyejiunga na adui yake, Urusi na China? Je, maslahi aliyekuwa akiyapata Marekani ndani ya Afrika Kusini kwa 100% hivi sasa ni nani atayapata mbadala wake? Ni nani anayempa kiburi Afrika Kusini? Kumjibu mkuu wake, yaani Marekani. Afrika Kusini imeshiriki au inashiriki kwa kiasi gani katika ile dira ya kuangusha nguvu ya dola utawala wa Marekani? Haya ni maswali yanaweza kutupa majibu kuhusu kwa nini Trump na Ramaphosa wanajibizana na sio sababu zilizotajwa na Marekani. Jawabu ninaloliamini ni kuwa inaweza kuwa ndio sababu kuu ya mfarakano wa mabesi hawa, yaani Afrika Kusini na Marekani. Mnamo mwaka 2009 kulizaliwa vuguvugu ya Jumuiya ya Mataifa mbalimbali yenye malengo ya kuungana pamoja na kuhakikisha ushiriki wao unakuwa bora na udhibiti katika kuimarisha amani, uchumi na maendeleo kwa ujumla katika dunia. Tena hasa wakidhamiria kuzishika mkono nchi zilizoendelea. Jumuiya hiyo ilifahamika kwa jina la BRICS. Na hii ni kutokana na vifupisho vya majina wanachama hawa wa jumuiya hiyo, ambapo mataifa wanachama wa umoja huo ni Russia, India, China, South Africa, Egypt, Ethiopia, Indonesia, Iraq na the United Arab Emirates. Hawa jamaa wamejiunga pamoja kwa mlengo niliyokwisha ueleza. Yaani, mikakati hiyo, umoja huu ulitafsiriwa moja kwa moja kuwa ni umoja wa kuja kumpinga Marekani na washirika wake katika dira ya kuendelea kuitawala dunia. Watu waliamini hayo kutokana na umoja huu kuzindua mfumo wake wa pesa na mkakati kadhaa pamoja na kuanzisha benki ya maendeleo kwa ajili ya nchi zilizoendelea. Sasa Marekani hapa lazima hawe na hasira mno na umoja huu, kwa kuwa ni watu wanaokuja kupinga harakati zake. Na ukiangalia, Msauzi ni mtu ambaye alikuwa kwenye risi yake ya misaada kwa kipindi kikubwa. Sasa hivi anaungana na mahasimu wake, kwa maana China na Urusi wanampa mamlaka na nguvu, na hapo Marekani anaachaje kumaindi Afrika Kusini? Hivyo ni vita baridi vya dunia vinavyoendelea kupiganwa tena kwa kasi kubwa mno. Nchi nyingi za Afrika zimekuwa tegemezi kwa wakuu. Ndio maana kusimamishwa kwa misaada ya Afrika Kusini kuna maanisha ule usemi unaosema anayekupa chakula ana nguvu ya kukutawala. Wahanga wa janga hili sio Afrika Kusini tu, ila ni 100% ya mataifa yote ya Afrika. Maswali muhimu: Afrika tunapona vipi? Tumerogwa na nani? Lini tunaweza kuwa na maamuzi yetu binafsi kuhusu dunia? Hivyo bifu la Trump na Ramaphosa ni zaidi ya alichozungumza Trump.